Mnavyofahamu, jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliongea na Watanzania kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa analizindua, kwa maana ya hotuba ya uzinduzi wa Bunge, na mlifuatilia hotuba ile. Sasa kilichokuwa kwenye hotuba ile, kama ambavyo mlikisikia, ndicho kimesababisha mimi kwa niaba ya Umoja wa Wazazi Tanzania, Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, kukuiteni na kuweza kusema machache. Miongoni mwa machache haya, kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba nzuri sana ambayo imebeba ujumbe mahususi kwetu sisi wa Tanzania. Hotuba ile imezungumza mambo kadhaa kwa urefu, lakini kwa uchache mimi nina single out mawili kama sio matatu. La kwanza ni utayari wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta maridhiano miongoni mwa Watanzania. Lakini mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu, na uchaguzi ule kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu. Ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Sisi kama wazazi, sisi Umoja wa Wazazi Tanzania wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya, na tunampongeza Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua.